Basi nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote kwenye vituo vyetu kwa ajili ya wazo la jioni, nikisema karibuni sana, na wale ambao mko katika kituo cha Kizingo nasema tumsifu Bwana milele na milele. Kwa hivyo nachukua nafasi kwa ajili ya kumleta mchungaji wetu mzungu ili aweze kutupatia neno, mchungaji Lucas. Kwa hivyo nataka tuweze kuomba ili aweze kutubariki na neno la jioni. Baba wetu ishie mahali pa juu, jina lako lipewe sifa tena jioni njema. Asante kwa neno ambalo kila jioni linatupa matumaini, na mtumishi wako mchungaji mpendwa Lucas anaposimama, neno hili liweze kutusongesha karibu na msalaba wako. Tubariki zote, na wale ambao wanasikiliza na kufuatilia kwenye vituo mbalimbali, Yesu uweze kutubariki zote, ni katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Basi anapokuja siku ya jana, amekuwa na furaha, akatuletea sheria za Mungu na akasema sheria za Mungu zinatuleta karibu na Yesu. Basi karibuni tena kwa ajili ya wazo la jioni ya leo. Asante. Bwana awabariki sana katika vituo vyenu. Ninaamini ya kwamba Mungu amekuwa pamoja nanyi, amekuwa mwema, amekuwa mkalimu, amekuwa mtunzaji, amewapa afya, na siku ya leo ni siku makini kabisa. Inaungwa katika somo ambalo tumemaliza jana. Ndani ya lile somo la jana, ndani ya amri 10 za Mungu, zile 10, amri ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 zilikuwa na mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu, na amri ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, ya 10 zikiwa na mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Na kwa sababu hiyo tunakwenda kwenye ubao wa kwanza. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote. Bwana Mungu wako kwa moyo wako, kwa roho yako na kwa akili zako zote. Tunakwenda katika ubao huo na kuiangalia amri ya 4. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase, siku sitafanya kazi, utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Leo somo letu ni ibada ya Mungu aliye hai. Mungu akusaidie unapotafiti kwa kina kuijua ibada ya Mungu aliye hai. Dunia yetu hapa Kenya ina watu wanaabudu siku ya Ijumaa, ina watu wanaabudu siku ya Jumamosi, ina watu wanaabudu siku ya Jumapili, alafu ina watu wanaokwenda kwenye kienyeji. Lakini hizi siku 3 leo tunazichunguza mpaka iibuke moja ambayo Mungu amewekea muhuri kama siku yake ya ibada. Kwa hiyo karibu sana katika kutano makini hili ambalo utakiwi kukosa. Kaa, tulia, mwambie rafiki yako asikusumbue, kwa sababu tunakwenda kwenye mambo makubwa mazito ya ibada ya Mungu aliye hai. Tunakwenda kujifunza jambo kubwa kabisa. Mwenyezi Mungu ana ibada. Mungu anataka aabudiwe. Pia Mungu ametenga siku moja ambayo wanadamu wote duniani watakusanyika mbele zake kwa lengo la kumwabudu, kumrudishia heshima, kutambua ukuu wake. Ameitenga mara tu baada ya mtu kuumbwa. Kabla ya dhambi kuingia, alimpa jukumu la kumfanyia ibada takatifu katika siku maalum. Tunafanya ibada asubuhi, mchana, jioni, ni jambo jema kabisa. Tunamuomba Mungu wakati wote, ni jambo jema kabisa, naendelea. Ila Bwana ameweka siku maalum ambayo wanadamu wote wataacha shughuli zao na kwenda mbele zake kwa makusudi ya kumwabudu. Katika maandiko Mwanzo 2:1 anasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Mungu amemaliza uumbaji. Na katika fungu la 2 anasema, na siku ya 7
alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Na katika fungu la 3 anasema Mungu akaibarikia siku ya saba. Hapa tutakwenda taratibu. 1, Mungu akaibarikia siku ya saba. 2, akaitakasa na akatoa na sababu kwa nini ameiweka, na anataka wanadamu wote waje mbele zake kwa ibada, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe mwenyewe, akaacha kufanya kazi yote aliyoiumba na kuifanya. Yeye mwenyewe ana pay attention, akaibariki, akaitakasa, akaiset apart, alafu yeye mwenyewe akatulia awasubiri wanadamu waje wamwabudu. Alafu wewe unasema siku ni siku. Tukusikilize wewe, tusikilize Mungu. Be careful. Kwa hiyo siku hiyo mtu huyo wa kwanza, Adamu na Hawa, alikuwa na wana wengine toka malimwengu mengine wasiotenda dhambi, ambao nao siku hiyo walikuja duniani, na malaika, nyota za mbinguni nao wakashuka duniani. Reason, kumwabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Wanashangilia uumbaji wa dunia kwa siku 6, na siku ya 7 Bwana akaweka sherehe. Kwa hiyo siku ya 7 ni sherehe, ni celebration ya creation ambayo Mungu aliifanya. Wanadamu wanajipa sherehe nyingi, siku ya uhuru, siku ya hiki, siku ya hiki, lakini wamesahau siku ya sherehe maalum ambayo Mungu aliiweka. Wakumbuke ya kwamba aliwaumba, na aliumba makazi yao na ulimwengu wao na mbingu yao. Siku ya ibada Mungu anataka aabudiwe. Kwa hiyo Bwana anapoongea na Ayubu, anamkumbusha wanadamu wengine, wana wa Mungu wengine waliokuja kwenye siku hiyo ya ibada. Anamwambia katika Ayubu 38 na fungu la 4, mfumo wa maswali. Anamuuliza Ayubu, ulikuwa wapi nilipoweka misingi ya nchi? Where were you? Aya, sema kama ukiwa na ufahamu. Ayubu yuko kimya. Anaendelea, nani aliimarisha vipimo vyake? Nani aliamrisha vipimo vyake? Kama ukijua, au ni nani alinyosha kamba juu yake wakati naumba dunia? Wewe Ayubu na wenzako hawa watatu mlikuwa wapi? Katika fungu la 6 anasema misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani? Au ni nani aliyeweka jiwe kuu la pembeni? Ndipo linakuja famous text. Anamuuliza swali la waliohudhuria siku hiyo. Katika fungu la 7 anamwambia, hapo nyota za asubuhi, au ni malaika. Fafanuzi yako naenda Ufunuo 1 utaikuta. Zilipoimba pamoja, malaika wote wanaimba, Adamu ameumbwa, dunia imeumbwa, na wana wote wa Mungu, wana wa Mungu kutoka malimwengu mengine nao wako duniani. Wawakilishi wao, wale viongozi wamekuja
ili kumshuhudia Mungu aliyeumba mbingu na nchi ya wanadamu na kiongozi wao Adamu. Wakashuka wote wakamwimbia Mungu siku ile ya 7 ya juma. The worship began katika dunia hii, na hiyo ndio ibada ya kwanza ya Adamu. Sasa tukusikilize wewe unayechagua siku yoyote. Kwa mwanadamu wa kwanza alishiriki ibada ya Sabato ya kwanza siku ile baada ya uumbaji. Na Bwana Yesu anasema siku ile mwanadamu alipewa Sabato rasmi, kwamba hii ndio ya kwako ya ibada. Katika Marko 2 na fungu la 27 akawaambia, Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kama wewe sio mwanadamu, ni ng'ombe, ni kuku na vingine, acha. Simba acha, chui acha, panya acha, wadudu mbalimbali, ngebere, chawa. Nyinyi sio lazima chawa, kuku sio lazima mtunze Sabato, mkitoka mnaenda kula. Ila mwanadamu alipewa ibada day 1 baada ya uumbaji. Siku ya 7 akapewa ibada. Na dhambi ilipozidi, vitu vingi viliharibika, ikiwemo na ibada. Ndipo Mungu aliinua taifa la Israeli na kuzindua upya ibada. Akarudisha ibada. Nenda Warumi sura ya 9 fungu la kwanza. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu, ya kwamba na maumivu na huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Fungu la pili hilo. Tufanye ufupisho wa yaliyosemwa. Moja, amesema nachosema ni kweli tupu. 2, sisemi uongo. 3, kiko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Katika fungu la 3 na la 4, la 3 anasema, kwa maana ningaliomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili. Paulo anawatambulisha wale waliopewa ibada sahihi ya Mungu aliye hai. Katika fungu la 4 anasema, ambao ni wa Israeli. 1, wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Amesema mambo kadhaa. 1, hawa Israeli Mungu aliwatambulisha kama wanae. 2, akaja mwenyewe akawaonyesha utukufu wake. 3, akawapa maagano, wakaagana naye, wakaingia kwenye maagano. 4, akawapa sheria, torati. Na 5, akatambulisha ibada yake, akawapa ibada ya Mungu aliye hai na ahadi zake. Na sasa Yesu anapotokea katika fungu la 5, hawa Israeli hawa anasema ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote,
Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Anasema mambo kadhaa. Moja, anasema kutoka kwa hao wa Israeli ndipo kuna mababu wa imani, Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Kutoka kwa wana wa Israeli ndipo anazaliwa Kristo kwa jinsi ya mwili. Neno anafanyika mwili kwa hao wana wa Israeli, na huyu neno ndiye aliye juu ya mambo yote. Yeye mwenyewe kabla ya kuja duniani alikuwa Mungu. Na katika fungu la 5 anasema anastahili kuabudiwa milele, na dunia yote imwagike na kusema amina. Sasa Yesu Kristo alizaliwa katika huo mfumo wenye ibada ya Mungu. Kwa Yesu Kristo alitunza Sabato ambayo ndio ibada ya Mungu aliye hai. Haya mengine yanayoendelea hayajui. Sasa tufanye mazungumzo. Tumfuatilie Yesu akifanya mazungumzo. Tumfuatilie Yesu akifanya mazungumzo. Anafanya mazungumzo. Myahudi na Msamaria wanafanya mazungumzo. Yesu Myahudi. Kuna mwanamke kisimani hapa ambaye ni Msamaria. Haya ni makabila mawili. Sasa tuangalie mazungumzo yao na Yesu anasemaje. Kwanza Yesu anamdhibitishia mwanamke pale kisimani kwamba ibada ya kweli wamepewa Wayahudi na hakuna njia nyingine. Angalia Yohana 4 fungu la 22. Yohana 4:22. Yesu anaanza kwa kusema, nyinyi wa Samaria mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunaabudu tukijuacho, kwa maana wokovu watoka kwa Wayahudi. Sasa sikiliza rafiki, mkimbia kama ukoma mtu anayekuambia Sabato ni ya Wayahudi. Mkimbia kama ukoma. Mkimbie kama ukoma. Kwa sababu wokovu hautoki sehemu nyingine. Channel ya wokovu ni kwa Wayahudi. Na Yesu anasema, nyinyi mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunaabudu tunachokijua, na wokovu hautoki kwenu. Kwa hiyo mtu anakuambia Sabato ni ya Wayahudi. Ukimuuliza jina lako nani? Petro. Sasa hilo Petro ni la nani? Jina lako nani? Yakobo. Na Yakobo ni la nani? Hapa umeishaliwa keupe na keusi. Unajua shetani anacheza tu michezo. Muogopeni kama ukoma. Yesu anamweka tu clear. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Full stop. Na hakuna njia rahisi. Huo ndio wokovu unavyokwenda, ndio series. Na Wayahudi ndio waliopewa ibada. Anatamka sisi. Yani Yesu mwenyewe anajifungamanisha na Wayahudi, maana ni Myahudi. Anasema sisi tunaabudu tukijuacho. Nyinyi wote yani wote kama aufati huu mfumo, uko kwenye shida bila kujali unatoka wapi. Na huo ndio mgogoro wa dunia. Huo ndio mgogoro. Anasema wokovu, yani mpango mzima. Yani anachokisema Yesu, mpango mzima wa wokovu ulioasisiwa na kuzinduliwa katika bustani ya Edeni unaendelea kupitia Wayahudi. Kwa hiyo hakuna wokovu nje ya mfumo Mungu aliouzindua kupitia Wayahudi. Hakuna wokovu. Sasa wengine wanasema Wayahudi walishindwa, wakakatwa, kwa hiyo hatuwajibiki kufuata mfumo wa ibada yao. Jihadhari na sauti ya shetani. Nenda Warumi 11:19. Neno la Bwana liko tu clear. Anasema
basi utasema matawi yale, yani Wayahudi, yalikatwa kusudi mimi nipandikizwe. Fungu la 18 anasema usijisifu juu ya matawi yale, au ikiwa wajisifu, si wewe ulichukuaye shina, bali ni shina likuchukualo wewe. Yani kama matawi yalikatwa, kama Wayahudi waliasi wakakatwa, bado shina ni Ibrahimu, Isaka, Yakobo. Sio babu zetu, sio babu yako, Chacha Mochache sijui nani Marwa. Hakuna. Ibrahimu, Isaka, Yakobo ndio shina, na sisi tunapandikizwa hapo. Sasa mchache atakuja apandikizwe hapa kwa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, ambao wote hawa walitunza Sabato, na yeye akipandikizwa anawajibika kutunza Sabato. Na maandiko yako clear kabisa. Mungu alimwambia Ibrahimu juu ya mlima Moria alipokwenda na Isaka kutoa kafara, akamwambia, na katika uzao wako mataifa yote watajibarikia, kwa sababu umetii sauti yangu. Kwa sababu umetii sauti yangu. Wagalatia 3:9 anasema, basi walio wa imani ubarikiwa pamoja na Ibrahimu mwenye imani. Sio babu yangu mimi, babu wa ule mfumo ambao Mungu alianzisha. Ndio chimbuko la mibaraka yote tunayoipokea. Na Bwana anasema, je, Ibrahimu alitunza amri, alitunza Sabato, alikuwa mwangalifu kwa hayo? Maandiko yako wazi kabisa katika Mwanzo 26 na fungu la 5. Soma Biblia yako, 26 fungu la 5. Anasema, kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akahifadhi maagizo yangu 1, na amri zangu 2, na hukumu zangu 3, na sheria zangu 4. Absolutely, Ibrahimu alitunza Sabato. Amri zote za Mungu alikuwa mwaminifu. Sasa tukusikilize wewe unayesema zile ziligongomwa msalabani, unasoma vibaya maandiko matakatifu. Ovyo kabisa. Nenda karekebishe haraka. Karekebishe. Pamoja na kuwepo kwa mifumo mingi ya ibada ambayo imegawanya watu makundi, bado Mungu katika neno lake ameweka siku moja tu ya ibada. Na yuko clear, na historia ya Biblia inaonyesha wazi kwamba watakatifu wote na mitume na manabii, Agano la Kale, Agano Jipya, wote walifanya ibada yao siku ya Sabato. Kwa mfano, Agano la Kale tumekwishaona Mwanzo 2:2, siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake aliyoifanya. Sasa namba 1, aliyekuwa mwaminifu kutoa mfano. Maana shida ni kwamba Mungu anatoa mifano. Hata kwenye ubatizo Yesu hakutakiwa kubatizwa, lakini akamwambia, kubali hivi sasa, maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Akatupa mfano, kielelezo. Mungu ndiye alikuwa namba 1 kuonyesha utunzaji wa ibada ya Sabato. Mungu mwenyewe. Siku ya 7 akapumzika. Sasa swali huwa linakuwa, hiyo siku ya 7 ni siku gani? Kutoka 20:10 maandiko yanasema katika Kutoka 20:10, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Kwa hiyo siku ya 7 ya Biblia imepewa jina
sabato ya Bwana Mungu wako. Mungu anakushangaa unaposema ya Wayahudi. Yeye amesema ni sabato ya Bwana Mungu wako. Wewe unasema ni sabato ya Wayahudi. Sasa tukusikilize wewe unayepotea au tusikilize neno la Mungu? Mwenye anayeimiliki amesema sabato ya Bwana Mungu wako. Wewe unasema sabato ya Wayahudi. Umepotea. Rudi haraka. Na Kutoka 20 fungu la 11 anatoa sababu why sabato. Kwa maana kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo akaibarikia siku ya 7 akaitakasa. Clear message, haina chenga. Itakuwa ni ajabu kufikiri kwamba Adamu na Hawa walikuwa na siku nyingine ya ibada kando ya ile walioshiriki. Mungu anazungumza na Ayubu, anamjulisha kilichojiri kama tulivyosoma katika fungu la 7. Ile siku ya ibada, wana wa Mungu, nyota za mbinguni, wote walihudhuria kwenye ibada. Agano la Kale lina mifano mingi mno uweze ukaimaliza. Agano Jipya, Yesu anapoanzisha kanisa, Yesu alimasihi kama Bwana alivyoanzisha huko utunzaji wa sabato, yeye mwenyewe akitoa mfano. Yesu alimasihi mwenyewe ndiye aliyezindua utunzaji wa sabato kama yanavyoeleza maandiko katika Luka 4:16. Na akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome kama ilivyokuwa desturi yake. Hiyo ndio key point. Custom, desturi, custom, yani maisha yake. Kila sabato alienda kwa ibada. Kila sabato alienda kwa ibada, desturi yake. Na wakampa chuo akasoma, na alipomaliza kusoma katika Luka 4:21, sikiliza alivyoanza kusema. Akaanza kuambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Ni kama anawaambia, nije nione sasa mnaanzisha dini nyingine na ibada nyingine, maana haya maneno yametimia masikioni mwenu, na kwa macho yenu mmeona mimi nikitoa kielelezo. Na kama uelewi Biblia, hilo aliposoma pale kuanzia fungu la 17, akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua mahali palipoandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu. Eneo hili Wayahudi walikuwa wanasubiri lisomwe na Masihi. Na siku ile Yesu alipoingia kwenye sinagogi, wakampa chuo, akafungua Isaya 61, akaenda kwenye haya maandiko akayasoma. Kila mtu alimwangalia, akasema, ni kama wanamwambia kiongozi, mnyang'anye chuo, anasoma mahali pa Masihi. Wewe neno kamnyang'anye, maana anaposoma patasomwa na Masihi akija. Pale pamehifadhiwa kwa ajili ya Masihi. It is reserved for the Messiah, not for common people. Lakini yule kiongozi wa sinagogi nguvu zikamwishia, na Yesu anapomaliza anasema, mlikuwa mnasubiri Masihi, leo haya maandiko yametimia, mimi ndiye mwenyewe. Kiendelea kusoma mpaka na mawe waliokota, lakini point inayotaka kuleta, alitunza sabato. Na mitume waliofuata nao walitunza sabato kwa uaminifu sana, na ilikuwa ni tabia yao, maisha yao.
kawaida yao. It also became their custom. Katika Matendo 17 fungu la 2 anasema, na Paulo kama ilivyokuwa desturi yake akaingia mle walimo, akahojiana nao kwa maneno ya maandiko Sabato 3, as it was his custom. Naye ikawa desturi yake kama Bwana wake Yesu Kristo alivyokuwa desturi yake. Sasa nyinyi muna desturi ya nani? Dunia imegawanyika makundi mawili, kundi la watu wa Mungu na kundi la watu wa shetani. Wale wa Mungu wamepewa ibada na kitambulisho cha kuwatambua. Ezekieli 20 na fungu la 20. That is a sign of identifying God's people and those who are not in explicit meaning of the word of the Bible. Anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na nyinyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu, ili yeye awe Mungu wetu. Ametupa ibada ya sabato. Na ukitaka kuwa mwanafunzi wa Yesu, lazima uifuate sabato kwenye sheria ya Mungu. Katika Isaya 8:16 anasema, ufunge huo ushuhuda, ukatie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Kila mwanafunzi wa Yesu anakuwa mwaminifu kwa sheria za Mungu, na ndani yake anaikuta sabato, anakuwa mwaminifu kwayo. That is a seal of God. Na sabato ni siku ipi sasa ya juma? Je, ni siku ipi? Tumesoma Kutoka 20:10 amesema siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku ya 7 ya juma ni ipi? Ni Ijumaa, ni Jumamosi, ni Jumapili. Kaa mkao wa kula, kokota gombo, peruzi maandiko. Luka 23:54 anasema, Yesu alipokufa, na siku ile ilikuwa siku ya maandalio, na sabato ikaanza kuingia. Yani siku aliyokufa Yesu inaitwa ya maandalio, na siku inayofuata inaitwa sabato. Siku ya 6 ya juma, siku mtu alipoumbwa, ndiyo siku iliyochaguliwa na mbingu kumuumba upya baada ya kuharibiwa na dhambi. Siku ya 6 ndipo mtu alipoumbwa. Hiyo siku ya 6 ndio iliyochaguliwa na mbingu wanadamu waumbwe upya kutoka kwenye mzigo wa dhambi kwa Yesu Kristo kumwaga damu yake pale Calvary. Siku ya 6 ya juma, siku ya maandalio. I don't care whether you like or not, this week all over the world people will commemorate the death of Jesus on the cross of Calvary. In Latin, Golgotha in Hebrew, cranium in Greek.
as they approach the Passover celebration on their contest. Penda usipende, Ijumaa hii, niseme nisiseme, dunia nzima itasema Yesu amefanyaje? Amekufa. Ijumaa, whether you like or not, wote dunia nzima, hata unayekataa, bado dunia nzima, na wewe mwenyewe unayekataa, mtakwenda kwenye nyumba za ibada mnasema Yesu leo amekufa. Wengine watakula nyama, wana maelezo yao. I don't go into their theology. Kwa nini mnakwenda? Amekufa Mwokozi Ijumaa, siku ya 6. What does the Bible say? Ili uweke vizuri, maana siku hizi hatutumii siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Tunatumia kalenda yenye kuhesabu Monday and so on. Jumapili na kuendelea. Kama wewe ni Mwarabu, naanza Jumamosi mosi na kadhalika. Sasa tuchukue ipi? Twende kwenye Biblia hii New Version ambayo inatumia siku zetu. Go into your Bible, open the version called Good News. On the same verse, Luke 24 verse 54. Go on the same Bible, the Good News. Go on the same Bible in the Swahili version called Biblia Agano Jipya Kiswahili cha Kisasa, or Biblia Habari Njema, which uses that simple language, even in English, even in Swahili, a very simplified language. Nenda hapo Kiswahili cha Kisasa, nasoma fungu lile ambalo kule ametuambia ni maandalio ndio Yesu alikufa. Huku anasemaje? Nasoma sasa Biblia Kiswahili cha Kisasa. Siku hiyo ilikuwa Ijumaa, na maandalio ya siku ya Sabato yalikuwa yanaanza. Haleluya! Hakuna chenga, hakuna kushoto, hakuna kulia. Clear. Yesu alikufa Ijumaa. Clear. Ni wewe tunataka kupotea. Kwa sababu umenunua gauni jipya, unataka kupuuza ujumbe. Angalia, kuna hukumu inakuja. Clear. Wakati kimvita Yesu anapofufuka, Union Version inasema hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini. Jua lilipoanza kuchomoka, hawa wanawake Maria Magdalena na wenzake wakaenda kaburini kuupaka mwili wa Yesu. Yesu amefufuka siku ya kwanza ya juma. Napenda usipende, hiyo siku ya kwanza ya juma, dunia nzima, wiki hii yote, dunia nzima, iwe kushoto, kulia, kusini, kaskazini, watu wote watasema Yesu amefufuka kwa mujibu wa sherehe zao, na watakwenda kwenye siku halisi aliyofufuka Yesu. Siku halisi, sio mwaka halisi wala kanuni halisi. Siku halisi is clear. Na Biblia inasema ni hiyo aliyofufuka Yesu ni siku ya kwanza ya juma. Ukifungua maandiko yako kokote utakakofungua, anafufuka siku ya kwanza ya juma. Nimesoma Marko hapo 16 na fungu la 2. Narudia kusoma kwa mujibu wa Biblia. Hata alfajiri na mapema siku ya kwanza ya juma walikwenda kaburini. Jua lilipoanza kuchomoka, wakasemezana, ni nani atakayeviringisha lile jiwe pale mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama, waliona ya kuwa jiwe limekwisha viringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa nguo jeupe. Wakastaajabu, naye akawaambia, mnastaajabu? Mnamtafuta Yesu Mnazareti
aliyesulubiwa amefufuka, hayuko hapa. Haleluya. Siku ya kwanza ya juma ndio alifufuka. Unataka nipige chenga nianze mpendwa? No, mpendwa hapo ni straight message. Siku ya kwanza ya juma akafufuka. Siku ya kwanza ya juma ni siku gani? Twende Good News na Kiswahili cha kisasa. Nasoma fungu hilo. Anasema kwa neno la Bwana, basi alfajiri na mapema siku ya Jumapili walifika kaburini jua lilipoanza kuchomoka. Haleluya. Alifuka Jumapili, ambayo kwa mujibu wa Biblia ndio ya kwanza ya juma. Kwa hiyo tunaweza tukahesabu pamoja kupata siku ya 7. Siku ya Jumapili ya kwanza, Jumatatu ya pili, Jumanne ya 3, Jumatano ya 4, Alhamisi ya 5. Twende Ijumaa ya 6, Jumamosi ya 7. Nenda kanisani. Sasa shetani ni mpumbavu sana. Anachokifanya ya 7 ni ya ibada. Anaanzia pale pale anarudi nyuma. Ya 7, ya 6, ya 5. Huyo ni shetani sasa anavyosomaga kinyume na Mungu. Ya 4, ya 3, ya 2, ya kwanza. Nendeni na nyinyi mkasali. Mchezo anaofanya shetani. Mungu anasema hakika mtakufa. Yeye anaanza na mtakufa hakika. Shetani huyo. Mungu anasema huyu ni mwanamke na huyu ni mwanamume, wataoana. Yeye anawaambia wanaume, fumba macho, tazama kushoto, tafuta mwanamume mwenzako. Kichwa kibovu. Lazima turudi kwenye maandiko absolutely. Sabato na mwisho wa dunia itakuwaje? Mathayo 24:3. Hata walipokuwa wameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo yatakuwa lini na nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Mwisho wa dunia, je, sabato itakuwepo? Fungu la 20, Mathayo 24 fungu la 20, Yesu akawajibu, ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato. Sabato itaendelea mpaka mwisho wa dunia. Ni wewe tu utakayeacha, lakini ipo mpaka mwisho wa dunia. Ipo mpaka mwisho wa dunia. Hatimaye katika mbingu mpya na nchi mpya, sabato itaendelea kutunzwa milele na milele na wote waliokombolewa. Fungu liko wapi? Isaya 66 na fungu la 22. Kama vile mbingu mpya na nchi mpya nitakazozifanya. Haleluya. Hizi za kwetu zimeshachafuliwa, pornography manini yako huko juu. Wakati wa kuja kwa Yesu, kwa sababu zimechafuka, atazikunja kama ukurasa. Alafu mara ya 3 anapokuja ataziumba upya na nchi mpya. Ndivyo uzao wenu na jina lenu litakavyokaa. Fungu la 23, takuwa mwezi mpya hata mwezi mpya na sabato hata sabato. Wanadamu wote watakuja mbele zangu kuabudu. Wote, wanadamu wote. Wote, wanadamu wote. Soma kwa capital letter, wanadamu wote. Kama wewe ni mtu wa Mungu, wakati ni sasa. Chukua hatua. Kipo kitu Mungu anataka ufanye bila kuchelewa. Waebrania 4:9 nasema, basi mesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kama ni mtu wa Mungu, hicho ndio kimesalia, piga hatua. Na Waebrania 4:10 anasema, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe katika kazi zake kama Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi anatoa wito, basi tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Yani unapovunja sabato unahesabika umeasi.
Ukichagua siku nyingine kando ya ile ambayo Bwana alichagua, unahesabika umeasi. Kujinasua, Bwana amesema imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Sabato siyo yangu peke yangu, ni ya wanadamu. Yesu amesema ilifanyika kwa ajili ya wanadamu, sio kuku wala ng'ombe, ni wewe na mimi. Anajua ulikuwa umepotoshwa na watu wanaokufundisha. Sasa piga hatua. Piga hatua kwenye maisha yako. Amua kuwa mwaminifu. Miaka ya zamani sana, nilipokuwa nakuwa katika imani yangu ya zamani, baba yangu Mkatoliki, mama yangu Mkatoliki, tena mtoto wa katekista, catechumen, na nilizaliwa humo, nikakulia humo, mpaka nilipokutana na neno la Bwana nikageuka jumla, na nikafukuzwa kwa familia. Zaidi ya miaka 11 sijawahi kurudi nyumbani, na laana nyingi. Na nikakutana na mtu mmoja katika university, naye nikamfundisha Sabato, akaamini. Alikuwa mtoto wa mchungaji wa Kiluteri. Baba yake kwenye ukoo wakakata mgomba, a banana plant, wakachimba kaburi, a grave, wakazika mgomba, wakakaa matanga siku 3, wakasema amekufa, wakamnyima urithi na kila kitu. Tukawa watu wawili wenye shida, lakini tukasurvive. Nilikataliwa nikiwa niko form 4. Sijuti. I am not repenting. I will never repent of my decision. Kwa sababu nilikutana na nuru, and I have to follow the light. Here I am, surviving, preaching the word of God. Elimu nimepata kwa sababu Bwana ni mwaminifu. Leo fanya maamuzi yako. Mungu akusaidie. Mungu akupe neema. Wakati kwaya itakapokuwa inaimba, wewe katika moyo wako fanya maamuzi, na Bwana atasimama na wewe. Yeye ni mwaminifu. Sijawahi kujuta. Nikiwa chuo kikuu wakaleta mtihani siku ya Sabato, nikapoteza chuo. Wakanizomea. Lakini waliofanya mitihani, aliyekuwa kiongozi mkubwa, ajira alipata, lakini kwenye kiwanda cha pombe, breweries. Yeye ndiye anaonja kwanza pombe ili kanywewe na wengine. Ili Mungu amuonyeshe ya kwamba ni Mungu. Nina survive mpaka leo. Sina mashaka, Mungu ni mwaminifu. Chukua hatua. Mungu akubariki unapochukua hatua jioni ya leo, katika jina la Yesu. Amina. Sasa maneno ya unabii, maana wakati ni sasa.
siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Yesu Kristo aliahidi atarejea. Makao ameandaa mbinguni kwa washindi. Maovu, shida za dunia yote yatakwisha. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Njoo kwake uokolewe, maana wakati ni sasa. Siku ya wokovu wako ni leo, na usichelewe. Mwokozi wetu Yesu akuita, njoo kwangu leo. Usitazame ya dunia, kwani yanapita. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Usichelewe. Songa mbele na kwa imani, maana wakati ni sasa. Ili shetani aiondoe Sabato, ameipatia majina yanayoonekana kwa ya kiroho. Siku ya Bwana, badala ya ikumbuke siku ya Sabato itakase, anasema shika kitakatifu siku ya Bwana. It seems clear, lakini katika ratini anataka kuleta Jumapili pale kwamba ikumbuke siku ya Dominika, siku ya Bwana. Sema jina lake lilikushatolewa na Mungu. Siku ya 7 ya juma ni Jumamosi. Clear. Acha mambo ya maboresho. Mungu hahitaji maboresho. Akisema Yakobo ataitwa Israeli, hahitaji maboresho. Abrahamu ataitwa Ibrahimu, hahitaji maboresho. Sarai ataitwa Sara, hahitaji maboresho. Sasa amesema siku ya 7 ya juma ni Sabato ya Bwana Mungu wako, na kwa siku zetu ni Jumamosi. Mungu anakusubiri uchukue hatua. Mimi nilikwisha chukua hatua na nitaendelea kutunza Sabato. Kila ambaye amewahi kuchukua hatua na leo anakiri ya kwamba ataendelea kutunza Sabato, simama mahali ulipo na Bwana akubariki sana. Nilikwisha chukua hatua, nitaendelea kutunza Sabato. Na yawezekana hujachukua hatua, lakini umetamani kuchukua hatua. Kama uko hapa Kizingo, nyosha mkono wako tuone, ili wazee wa kanisa wakusaidie namna ya kuchukua hatua na kutunza Sabato na kukuandaa kwa ubatizo. Na katika kituo kile ambacho upo, unatazama na kusikiliza, katika redio ile unasikiliza, hapo ulipo kuna kanisa la Waadventista wa Sabato. Nenda waambie kwenye ule mkutano wa Kizingo, nimekata shauri ya kubatizwa. Just go. Tell them. Wanajua utaratibu, watakusaidia.
Na jioni ya leo Bwana anawashukuru sana kufanya maamuzi ya kwenda kutunza Sabato. Na wale wapya wanaotaka kutunza Sabato, Bwana anawaalika. Tutakuwepo, tupo hapa. Mkutano unapotawanyika, unapoisha, wewe baki, njoo tuone, tuseme na wewe, maana Bwana anakusubiri. Baba, tunakushukuru sana jioni ya leo. Katika vituo na katika kituo kikubwa hiki cha Kizingo, watu wako wamesema kwa moyo na kwa imani, wamesimama kwa sababu wamekata shauri kuendelea kwa uaminifu kutunza Sabato, na wengine kuanza upya kutunza Sabato. Tafadhali uwabariki, waongoze. Roho wako Mtakatifu awafikishe mwisho wa safari wakiwa salama, na siku ile utakapotupatia raha kamili, ile pumziko kamili refu la miaka 1000, hawa nao tukutane pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Katika jina lake tunaomba, amina. Amen, amen. Na hiyo hivyo hivyo. Unajua Karo, Naam. kwa siku zote ambazo nimekuwa nikisimama